Na asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu, nasi tukiendelea kukufahamisha tuliokuandalia ni kwamba mahakama ya Mombasa imembandua afisini aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa bandari ya Mombasa Simon Sang kwa madai ya utumizi mbaya wa mamlaka na ukiukaji wa sheria za afisi hiyo. Kwenye kesi hiyo iliyowasilishwa na baadhi ya viongozi wa muungano huo, Jaji Monica Mbaru katika uamuzi wake amesema kwamba uongozi wa Sang ulikwenda kinyume na katiba ya muungano huo na hivyo basi hakustahili kushikilia wadhifa huo. I thank God because the judge has concurred with us. I thank God because the court saw that we were having a case and we have proved our case. There are so many things that the judge has pointed out which we are going to implement as the new office. We have so many things on the table at the moment, and we are planning to go and take care of them for the interest of the members. One, we have CBA in place. We have a CBA in place. We have got so many pending issues which need our intervention. Katika chama, akaunti yetu haina hata hela. Tuliamua sisi kama masignatory, hakuna kusaini pesa ya aina yoyote mpaka tuhakikishe chama chetu kwenye akaunti kuna hela. Uongo kijitenga, ukweli utaonekana, na leo hii ndio kweli umeonekana. Kama tulikuwa tumesimama katika kutetea haki za members, hatukukubali kwa compromise, hatukukubali kutia saini kiolelaolela ili wafanyikazi wenzetu ama members wapate kudhalilika na akaunti zetu ziwe zimekuwa hazina hata shilingi. But now ukombozi umerudi, haki imesimama, tumerudi ndugu zangu, na sisi ndio wakombozi wenu. Tumefight kwa sababu ya nyinyi na tumerudi, na bado ngoma inaendelea na rasilimali zimerudi kwenu, na bado tutaangalia welfare ya mfanyikazi wa KPA iende kiuhaki. Na